Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin wa ba'd. Ndugu zangu watukufu Waislamu na wale ambao sio Waislamu wa Tanzania mnaonisikia, kwa majina naitwa Sheikh Sharifu Jangri Al-Kahsawi, ni msomaji wa dua lakini pia ni kiongozi wa Zawia, ndiye amiri wa Zawia ya Sheikh Sharifu Jangri Dua Center. Niko hapa mbele yenu, nina ujumbe maalum ambao nataka kuwafikishia juu ya tarehe 19 insha Allah, siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa tumedhamiria kufanya dua kubwa sana. Ni dua ambayo itakuwa ni ya mkesha. Huwa mara kwa mara tunafanya, lakini safari hii tumeamua kufanya kwa ukubwa wake ili watu wengi zaidi muweze kupata taarifa, kwa sababu ni dua ambazo zimesaidia watu wengi sana. Na dua hizi hazibagui dini ya aina yoyote. Uwe Muislamu, uwe Mkristo, uwe mpagani, uwe dini ya aina yoyote, kwa sababu matatizo hayana dini. Ndugu zangu, dua hii ni bure kabisa. Hakuna kiingilio cha aina yoyote, wala haina ubaguzi wa dini ya mtu wala kabila la mtu. Lakini kwa watu ambao mtakuwa mnafika kwenye dua siku hiyo, unaweza ukapiga namba hii 0621 71 40 89. Narudia 0621 71 40 89. Hizi ndio namba ambazo utapiga wakati unakuja kwenye dua. Kina namba nyingine pia 0712 57 94 55. 0712 57 94 55. Ndugu zangu ambao mnaniangalia, kwa nini tumeamua kufanya dua hii? Hii ndio pointi ya msingi. Tumeamua kufanya dua hii kwa sababu sisi tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda sana kuombwa. Na inawezekana pia kila mmoja akawa anajifanyia dua zake, anaamka usiku anaswali na nini, lakini wimbi la watu wengi wanakuwa ni watu ambao hawajui misingi ya dua, na wengi wanakuwa wanafanya dua lakini yale matokeo ya dua kwao inakuwa ni changamoto. Kwa sisi tumeamua kufanya jambo hili kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia na kwa jinsi tulivyojipanga ili kuwasaidia watu. Maana siku hiyo tarehe 19 huwa mara nyingi tumejipanga na tumeshaongea, tunataka tuone baada ya kumaliza dua ile watu wakiondoka wakiwa wana ishara zote za kukubaliwa mambo yao. Narudia hapa, watu waondoke asubuhi alfajiri, baada ya kuwa usiku mzima tumekesha kwenye dua, kuwe kuna ishara ya wao kukubaliwa mambo yao waliomuomba Mwenyezi Mungu siku kucha siku hiyo ya tarehe 19. Ndugu zanguni Waislamu na wale ambao sio Waislamu, inawezekana ikawa ni kitu kigeni kwenu, kwa sababu hamjawahi kuona mara nyingi Waislamu wakiwa wanafanya dua za mikesha. Wengi huwa mnaona watoto na vituo vya dua wanakwenda kwenye dua hivyo na hivyo. Ndugu zetu ambao sio Waislamu wamekuwa mara nyingi wakifanya, lakini nataka nikwambie kwa Waislamu hii imejuzu zaidi, kwa sababu usiku kuna siri na asirari ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka, na sisi kama Waislamu kama tutautumia usiku huu wa tarehe 19, basi huenda ukafungua ukurasa mpya katika maisha yako. Huenda siku ya tarehe 19 ukurasa mpya katika maisha yako utafunguka, wewe ambaye utapata fursa ya kuja na familia yako hapa tukakesha pamoja hapa Mtoni kwa Azizi Ali. Ndugu zangu, tarehe 19 tumepangilia program zifuatazo. Jambo la kwanza, kabla ya kuanza kwa visomo na dua usiku kucha, tutakuwa tuna wasomaji mashuhuri wa Qur'ani wa kimataifa. Sitawataja, ila hii nataka iwe kama surprise kwa watu ambao watahudhuria, wale wapenzi wa Qur'ani. Siku hiyo kutakuwa kuna wasomaji mabingwa kabisa ambao tutakuwa nao tarehe 19. Lakini mbali na hivyo, wewe ambaye umeshakata tamaa, umeenda kwa waganga wa kienyeji, umefanya mambo ya kishirikina, umefanya nini, siku ya tarehe 19, wewe ambaye mambo yako hayajawa, jambo la kwanza atakalolifanya, kwanza kila mmoja atahakikisha anaona chanzo cha matatizo yake kupitia maji. Tunataka watu waje na maji siku hiyo. Kila mmoja abebe chupa lake la maji,
uje nalo maji masafi kabisa, maji safi kabisa, lita 1 au lita 1.5. Kabla ya kuendelea na dua, tutafanya dua kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuonyeshe chanzo cha matatizo yako kupitia maji. Na wewe mwenyewe ndiye utakayetuambia umeona nini kwenye maji, alafu sisi tutajua tukusaidie namna gani siku hiyo tarehe 19. Lakini mbali na hivyo, kuna watu wamefungwa, kuna watu wana laana za ukoo. Mnielewa nikisema laana za ukoo, ndugu zangu? Laana za ukoo means that kwamba watu kwenye familia nzima wanakuwa familia nzima, kama ni mabinti wanazalia nyumbani, vijana hawana kazi, wanaoa hapo hapo, wanakaa na baba na mama hapo hapo. Hawa bado hawajajua chanzo cha matatizo yao ni nini. Unakuta mtu kahangaika hajapata mafanikio, lakini kuna wale ambao fedha zao hazikai, kuna wale ambao wanasumbuliwa na maradhi. Siku ya tarehe 19 waleteni wagonjwa, waleteni wagonjwa. Tutatumia visomo vya Qur'an kumuomba Mwenyezi Mungu, kama ambavyo Mwenyezi Mungu amesema, wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifau wa rahmatul lilmu'minin wala yazidu dhalimina illa khasara. Tutatumia Qur'ani siku hiyo barabara kabisa kumuomba na kumshawishi na kumbembeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe utakayehudhuria siku hiyo ufungue ukurasa mpya katika maisha yako, bimaana kwamba utakapokuja maisha yako yabadilike hapo. Sijasema kwamba maisha yabadilike kwa namna gani, bimaana matatizo yako insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu yabakie hapa hapa utakapokuja. Haya ndiyo mambo ambayo tunataraji kuyafanya siku hiyo. Kingine, nimeagiza maji. Maji haya sio lazima ununue dukani. Unaweza ukachukua maji nyumbani kwako ukiamini kwamba maji haya ni masafi. Chukua kwenye ndoo, weka kwenye chupa lako, njoo na maji yako. Kama unakuja na familia yako, kila mtoto unayekuja naye au kila aliyekuwa kwenye familia yako unakuja naye, hakikisha anakuja na chupa lake la maji siku hiyo. Kuna mambo mengi sana yatakayojiri siku hiyo, mengine ni surprise hatuyasemi, lakini nakuhakikishia tu ukija siku hiyo dua zitafanyika kweli kweli, sio masahara. Lakini pia kuna mtu anaweza akajiuliza, huyu Sheikh Sharifu Jangiri ni nani? Mbona mimi ndo mara ya kwanza namuona? Nitaeleza kwa ufupi sana, pengine wewe ambaye hunijui uweze kunifahamu. Mimi naitwa Sheikh Sharifu Jangiri, sio Jangiri. Jangiri. Usije ukaita Jangiri tena kwa jambazi. Ni Jangiri. Historia yangu mimi nimeanza kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu miaka mingi sana. Na kazi ya Mwenyezi Mungu nimetembea mikoa na baadhi ya nchi katika bara la Afrika. Lakini ufanyaji kazi wangu mimi ni tofauti pengine na watu wengine ambao mmeshawazoea. Mimi ni mtu ambaye huwa kazi zangu mimi za dini huwa nazifanya kwa siri sana, na nimeshasaidia watu wengi sana. Yaani Mwenyezi Mungu amenifanya mimi asbabu au sababu ya watu wengine kuondolewa matatizo yao. Mimi binafsi, kwa nini ninafanya kazi hizi? Kazi hizi za kutibia na kuwasaidia watu. Nilijijuaje kwamba nina uwezo huo? Nilijijuaje kwamba karama hizo ninazo? Mimi nilijijua nikiwa mdogo baada ya kuugua. Historia mzee wangu ananiambia niliugua maradhi nikiwa na umri wa miaka 2-3. Yale maradhi alihangaika nayo sana kote. Lakini baadaye maradhi yale yalitoka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kupitia almarhum babu yangu ambaye alikuwa ni shekhe wa kijiji kule Tanga miaka hiyo nikiwa mdogo na miaka 3-4. Baada ya dua ile mzee wangu kunisomea babu yangu ule almarhum, Mungu amrehemu, akanipeleka msikitini. Aliponipeleka msikitini siku ya Ijumaa, ambao msikiti alikuwa anaongoza yeye. Wote tunajua miaka hiyo watu walikuwa na imani sana. Niliombewa dua na msikiti mzima. Na yule marhum babu yangu akasema huyu atafanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maisha yake yote. Kwa hiyo kuanzia hapo mimi nilikuwa nafanya kazi ya Mwenyezi Mungu toka nikiwa shule ya msingi, sekondari, nilikuwa kiongozi wa dini huku naenda huku na huku nafanya mihadhara, lakini mihadhara yangu mimi huwa mara nyingi inakuwa ni jeshi la mtu mmoja. Huwa nafanya mihadhara nikiwa peke yangu. Naweza nikafunga speaker peke yangu, nikavamia kijiji peke yangu, nikafanya mihadhara hapo na watu wakashangaa yale ambayo Mwenyezi Mungu amenijalia. Sasa nakuita wewe ambaye leo ndo kwa mara nyingine unifahamu, au wewe unayenifahamu kupitia mitandao ya kijamii, hujawahi kuonana na mimi, na kuita tarehe 19 mwezi wa 12 siku ya Ijumaa Mtoni kwa Azizi Ali, jirani kabisa na msikiti wa Kombo. Ukifika kwa Azizi Ali, uliza msikiti wa Kombo. Ukifika msikiti wa Kombo, ukiuliza utakuwa umefika hapa zawiani kwangu. Tuna mambo makubwa tunakwenda kuyafanya mimi na timu yangu yote ya Sheikh Sharifu Jangiri Al-Kasawi Dua Center. Tuna mambo makubwa tumedhamiria kufanya juu yako. Hakuna maneno ambayo yanaweza yakatosha kukueleza
ukubwa wa yale ambayo tunakwenda kuyafanya. Mengine tunataka kuyafanya kama surprise, lakini wewe utakayekuja na familia yako, watoto wako usiwache nyumbani. Kuna mambo tutakwenda kuyafanya na tutambembeleza Mwenyezi Mungu kupitia karama na vipaji alivyotupa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili wewe unanisikiliza uweze kuondokewa na matatizo. Wewe ambaye unatafuta ndoa hupati ndoa, unafanya biashara yako haitoki, wewe ambaye umekwisha hangaika unaona sasa bora ninyoshe miguu, nakwambia la taknatu min rahmatillah, usikate tamaa katika rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anaweza, dua zipo na zinafanya kazi. Usiosema ndo wale, nasema tena rudia hapa, dua zipo na zinafanya kazi. Wallahi wa billahi wa tallahi, kwa moyo mmoja, moyo safi, moyo mweupe, na kualika tarehe 19, njoo na familia yako hapa Mtoni kwa Azizi Ali. Dua zitaanza baada ya swala ya Isha. Watu wote tunakutana hapa kuja kumilia Mwenyezi Mungu. Angalizo, usisahau maji. Maji ni muhimu. Waja'alna minal ma'i kulli shay'in hai. Mwenyezi Mungu anasema amejalia maji kuwa chanzo au kuhuisha uhai wa mwanadamu. Kwa hiyo wewe unapokuja na maji yako hapa, itakuwa ni special na mambo yatafanyika mubashara kabisa hapa. Tarehe 19 wagonjwa watapona, tarehe 19 watu watajenga matumaini mapya, waliokimbiwa na wenza wao walioahidi wanawatolea barua tu hawawaoi, tarehe 19 mwenza wako atarudi. Ninasema haya kwa sababu nina ushuhuda na watu wengi ambao pengine wao walikuwa hawajawahi kunidhania vizuri, lakini walishangaa. Nitoe tu shuhuda moja ya mwisho kisha nimalizie hapa. Mimi niliwahi kumsaidia mtu kupata watoto kupitia alif. Ndugu yangu Waislamu alifu wanajua nikisema alif, b, t, th, jim, ile mimi niliandika kwenye karatasi. Nikampa mtu akanywa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamjalia akapata ujauzito, na alikuwa ni mama wa miaka 52 kutoka katika nchi ya Msumbiji. Alinitafuta akaja kuniona. Wewe ambao unanitazama, mimi sitaki kuongea mambo mengi sana. Mimi nakushauri njoo tarehe 19 uje uone ni nini kitatokea. Wa ma alaina ila albalaghul mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.